kaimu mkuu wa zoni ya kaskazini katika zoni ya kaskazini. Leo hii tukiwa na operation maalum ya upandaji wa mpunga katika zoni hii kwa kushirikiana na vikosi hivi cha JKU Kama pamoja na makao makuu ya Jeshi la Kujenga Uchumi. Ndugu waandishi wa habari, Meja Adam Aliali ni kaimu mkuu wa zoni ya kaskazini ambayo inahusisha vikosi viwili, kikosi cha JKU Penja na kikosi cha JKU Kama. Kambi za vijana 365 ni kuendana na dhamira ya Jeshi la Kujenga Uchumi, ikiwa na dhamira 3 kwa malezi ya vijana, uzalishaji mali pamoja na kuwafunza vijana pamoja na ulinzi. Kwa hiyo karibu hili ni zoezi maalum au niseme kwamba ni operation maalum ambayo zoni ya kaskazini tumeiandaa, lakini si zoni ya kaskazini peke yake, kwa vile ni umeona askari tofauti tofauti na pamoja na vijana wetu. Mara nyingi Jeshi la Kujenga Uchumi katika kazi zake zote tunafanya kwa ushirikiano. Licha kwamba zoni na vikosi viwili Upenja na JKU Kama, lakini pia kwa ridhaa ya makao makuu tumepata na nguvu kutoka makao makuu kwa ajili ya kufanikisha zoezi letu hii leo, kwa sababu ni msimu wa kipindi cha mvua. Na ukweli kwamba tumetumia fursa hii kwa sababu kipindi kirefu katika hizo zoni ya kaskazini, hasa kikosi cha JKU Penja, kidogo mvua zilikuwa ni chache. Sasa baada ya kupata hii mvua ndio tukaamua leo kwamba tuifanye operation ya pamoja ili tufikie lengo tulilolikusudia. Hii mbegu ambayo tumepanda hii leo ni kwa jina la Super BC. Ni Super BC. Super BC ndio ambayo tunaendelea nayo kwa muda kwa siku hii. Na baba Jumbe ukakamavu na ushupavu. Hizi shughuli si kwamba labda ni operation kwamba tukashia vijana. Tunasema kwamba kwa sababu vijana pamoja na shughuli nyingine, lakini pia tunafunza shughuli nzima za ujasiriamali. Kwa hiyo hii ni sehemu ya ujasiriamali kwa vijana wetu, na hatuwezi kuwatia bondeni vijana peke yao, wanaingia vijana, lakini na kuwafahamisha jinsi gani ya kupanda mpunga, kwa sababu leo wapo, kesho wakitoka, ili waweze kwenda kujisaidia katika maisha yao, kujua vipi mpunga unapandwa kwa kujiendeleza kimaisha. Wapa mafunzo vijana hao ile tujukumu Tanzania Zanzibar, wapa mafunzo vijana hao. Naitwa Lieutenant Colonel Hussein Makaya Mohamedi, mkuu wa kikosi JKU Penja, kikosi ambacho kiko katika zoni ya kaskazini Unguja. Ni miongoni mwa vikosi mama vya Jeshi la Kujenga Uchumi kiujumla. Kikosi cha JKU Penja ni kikosi ambacho kinajihusisha na harakati kuu mbili. Harakati ya kwanza, malezi ya vijana pamoja na shughuli za uzalishaji mali kwa sehemu mbili kuu, sehemu ya kilimo cha mpunga pamoja na ufugaji wa kuku. Leo hii tuko katika shamba ambalo tunaelezea shughuli kuu za kilimo, kwani kupitia makao makuu ya JKU imeandaa operation maalum ndani ya kikosi chetu ambayo imejumuisha zoni mbili kuu, zoni ya kaskazini pamoja na zoni ya mjini. Operation hii ni ya upalizi wa mpunga ambayo inaendelea. Kiujumla kikosi cha JKU Penja kimelima jumla ya ekari 65 katika mwaka wa 25-26 za kilimo cha mpunga kutegemea mvua. Leo katika operation yetu ambayo imeandaliwa na makao makuu kupitia mkuu wetu wa Jeshi la Kujenga Uchumi, Afandi Makame Kanali Daima, tunampongeza sana katika muono wake huu wa kutupatia operation ambayo imekuja kutuokoa, kuona kwamba JKU inarudi katika ile JKU ya zamani ya mashirikiano katika shughuli zetu za kilimo, kwa sababu jukumu hili si la kikosi cha Penja peke yake, ni jukumu la Jeshi la Kujenga Uchumi kiujumla. Mkuu wetu wa Jeshi la Kujenga Uchumi kaliona hili, akaona kwamba ipo haja na maafisa pamoja na wapiganaji wote kutoka zoni mbalimbali kufikisha katika zoni ya kaskazini kwa lengo la kuandaa operesheni ya palizi mpunga ambayo inaendelea
kama tulivyoona vijana au tutavyoona vijana katika shughuli hii wakiendelea. Katika kikosi cha Upenja, shughuli hizi za kilimo cha mpunga pia ni sehemu moja ambayo kikosi kinakuwa kina malezi ya vijana wa ujenzi wa taifa. Vijana wetu wa ujenzi wa taifa kupata kufundishwa namna gani ya upandaji wa mpunga, lakini hata kupewa zile mbinu sanifu kuweza kujua kwamba mbegu hii ni ya miezi mingapi na mbegu hii inatumia siku ngapi. Kwa upande wa mabadiliko ya tabia ya nchi, kilimo cha mpunga awali kwa kuna mbegu zile ambazo tulikuwa zinakwenda kwa miezi 6. Kuondokana na changamoto ambazo tumekabisa ya mabadiliko hayo, kikosi kimekuwa kimeona kiko haja kuachana kulima zile mbegu za miezi 6. Hivi sasa tunalima mbegu za miezi 3 na miezi 4 ili kuendana na hali ya hewa ambayo iko katika kipindi hicho tulichokuwa nacho. Kwa upande wa mavuno, hali ya kawaida katika mpunga wa juu wa kutegemea mvua, ekari moja na kwa mara nyingi nakuwa tunapata pakiti 10 hadi 15. Unajituma kulinda nchi. Hatuwasahau kwa michango yenu. Eneo ambalo askari wanaendelea upandaji wa mpunga kule, tulipanda ndani ya mwezi wa Disemba. Kuna mdudu anaitwa kunguni mgunda. Ndani ya mwezi wa Januari Februari kunguni mgunda alituingilia pale, lakini bado tukaona kwamba ipo haja ya kuweza kuendelea na kilimo. Tumebirua pale kwa kutumia mashine ya rotaveta na ndio wapiganaji pale pamoja na vijana tunazipanda ili kuweza kufikia yale malengo yote ya jumla ya ekari 65 ambazo tumelenga kuzifikia kuzilima. Wito wangu kwa jamii kuwaleta vijana kuondoka vijijini kuja JKU ili kuweza kufundishwa mambo mbalimbali ambayo JKU wanayo. Mojawapo likiwemo kilimo cha mpunga pamoja na shughuli kuu za ufugaji wa Mmejenga mahusiano awamu baada ya awamu. Mmejenga mahusiano awamu baada ya awamu. Sasa chongo tunatumia dawa ya magugu. Kwa mfano ndo tayari mpunga tushaupanda, katika kuota kwake unaweza ukaota kukambatana na magugu, yani mwitu ule majani. Kwa hiyo sasa inawezekana kwa mfano badala ya kuwa tutumie vijembe kupalilia au kung'oa kwa njia ya mkono, inatulazimu kutumia dawa za kuulia magugu kwa ajili ya kurahisisha, ili kwamba baadaye sasa baada ya kuwa tayari tushapiga dawa ya kuulia magugu ndo tuna uwezo wa kupita kwa urahisi kwa ajili ya kung'olea na kupalilia mpunga. Faida yake inakuwepo katika wakati wa upaliliaji, kwa sababu mpunga tayari utakuwa unaonekana kwa njia ya mstari, na vile kikosi chetu cha JKU Upenja ni kikosi ambacho kinalea vijana. Sasa kwa kijana ambaye haujui mpunga, anaweza akaelekezwa tu kwamba kwa njia ya muonekano wa mstari na akaweza kuelewa mara moja na kazi yake akaweza kuifanya na kutekeleza katika hali ya ufanisi zaidi. Changamoto zinakuwepo. Na changamoto kubwa inakuwa sana ni hali ya hewa. Hali ya hewa ndo changamoto kubwa, lakini tunakabiliana nayo kwa sababu tena ndo ni mazingira ambayo tayari tumeshayazoea, na tunafuatilia kwa ukaribu kalenda ya TMA ili kwamba tupate mwongozo na utaratibu na mfumo wote wa mvua za msimu. Kwa hiyo sasa tunafanya shughuli zetu kwa kulingana na taarifa ya TMA kulingana na ilivyotolewa. Mbegu zote bora, lakini kwa mbegu ambazo, kwa sababu mbegu ambazo sisi tunalima hapa kikosini ni mbegu ambazo kwanza zimeratibiwa na tukapata kibali kutoka kwa wakuu wetu kwamba hizi ndo zinafaa kwa ajili ya uzalishaji katika kikosi chetu. Kwa hiyo mbegu zote ambazo tunazalisha hapa ni mbegu bora na ziko vizuri na hatujawahi kufeli katika tangu tuanze kuzitumia. Labda kwa kumalizia, una lipi la kuambia vijana? Vijana, na kwanza niwaambie vijana tuliokuwa nao vikosini kuwa JKU ipo kwa ajili yao na JKU ipo kwa ajili ya mafunzo, wayapokee, wachukue maelekezo, yatawasaidia katika safari yao ya maisha. Na kwa vijana ambao wako nje, sisi tunawaomba tu wazazi wao na walezi kuwa wawape nafasi ya kujiunga na JKU. JKU ipo kwa ajili ya vijana
wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na ni chombo ambacho kimeanzishwa kwa ajili yao. Kwa hiyo JKU kama JKU ipo kwa ajili yao, muda wote zinapotoka nafasi za kuandikishwa JKU waje wajiunge na JKU kwa ajili ya kuja kuchukua taaluma. Zao letu la mpunga tunalima kibiashara na soko letu kubwa liko kwa wananchi na baadhi ya maeneo ya mwaliko kama maonesho ya 88. Tunakuwa tunapata mwaliko kutoka Wizara ya Kilimo kushiriki maonesho ya kulima 88 Dole, na tunakuwa tunashiriki maonesho hayo tukiwa na bidhaa zetu tofauti tofauti, ikiwa pamoja na mpunga. Tunakuwa tuna mchele mzuri tu, mchele kiwango cha juu kabisa, na ni mchele mzuri wa kunukia mtamu, hauna shida. Kwa hiyo mimi nawakaribisha tu wateja wetu ambao walishatuzoea na ambao hatujai kufanya nao biashara, wakaribie 88 ikifika, waje wachukue bidhaa yao ya mchele. Ni nzuri, mchele unanukia, hakuna shida. Wow.